Leo tunazungumzia kisa kinachosema ya kwamba dhambi imewafanya vijana wengi wamepotea. Dhambi imefanya vijana wamemsahau Mungu, wamesahau njia ya Mungu, wameanza kuyafanya mambo yao duniani. Vijana wamesahau ya kwamba dunia wanayoishi si nyumbani kwetu. Hii ni dunia na hii ni nyumba ya mtihani. Vijana wenzangu, tambua hivyo. Tambua ya kwamba dunia hii ina changamoto. Dunia hii ina mambo yake. Unapoangalia katika duniani, unapoangalia changamoto zote za dunia, unapoangalia mambo yanayotendeka katika dunia tunayoishi, ndugu zangu, ya kwamba vijana wengi wamepotea. Vijana wamepotea. Vijana, tutafanya nini angalau turudi katika ufalme wa Mungu? Angalau tufuate ile njia ya Mungu, tuepukane na hofu na mambo mengi ya dunia ambayo yanayotufanya turudi nyuma. Vijana, tusirudi nyuma, kwa kuwa vijana wengi katika duniani unapoona ya kwamba Shetani amewateka vijana wadogo, Shetani amewateka Gen Z wametekwa sana na mwovu Shetani. Unapoangalia Gen Z wa siku hizi, vijana wanafanya mambo mengi mitandaoni, wanafanya mambo ambayo kweli hayapendezi. Vijana, tambua ya kwamba duniani tunayoishi si nyumbani kwetu. Tambua ya kwamba hii dunia tunaishi kwa muda, hatudumu milele. Tunapokuwa tukiishi duniani ni nyumba ya mtihani. Ipo siku moja utaimarika mtihani wako, utapata tiketi yako na kuondoka katika dunia, na kuondoka katika duniani, ambapo utaenda kwa mapumziko ya miaka, ukalale hadi siku ile Yesu atakapokuwa kirudi mara ya pili. Natambua ya kwamba pahali ambapo utakapolala wewe kijana ni mahali ambapo tutakapokufa tutarudi mafumbini, na sisi tambua ni mafumbi ya ardhi. Sisi ni mafumbi ya ulimwengu. Tutakapokufa tutachimbiwa futi 6 kwenda chini, tutakapokuwa tukilala kule hadi Yesu arudi. Je, wewe utakuwa umepepa ajira gani mkononi? Ujira upi ambapo utakaposema ya kwamba nimeupepa ujira wangu, hata Yesu atakaporudi ataona ujira wangu? Jamani vijana, tambua ya kwamba Yesu anarudi karibuni. Tambua ya kwamba Yesu ndiye njia, ndiye uzima wa milele. Hakuna vile tutakapoingia katika ufalme wa mbinguni kama hatujapitia kwake Yesu Kristo. Yesu akasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwangu mimi. Hakuna mtu ambaye atakapoenda katika ufalme wa mbinguni bila kwa kupita kwa Yesu. Na dunia tunayoishi, Shetani amewateka vijana wengi. Vijana wanatumika upotofu wa pangi. Vijana wanatumika aina zote za dawa za kulevya, mihadarati. Vijana wametumika wengi. Vijana, unapoangalia muda huu tunapoishi, wengi wanapokufa kwa sasa ni vijana. Vijana wanakufa kwa ajili ya nini? Unapata sasa wetu wapo strong, babu zetu, nyanya zetu strong, lakini kijana wa miaka 20, kijana wa miaka 30, kijana wa miaka 38, kijana wa miaka 16, 17, 10 anakufa kwa ajili ya kutumika dawa za kulevya. Kwa ajili vijana wamepotoka katika ufalme wa mbinguni, wameingia katika nasa za dunia. Vijana, tumika ujana wako vizuri kabla useuchacha hapo mbeleni. Tukiambiwa tutumike ujana wetu vizuri, imanizi ya kwamba tutumike ujana wetu kwa kutumika raha za dunia na kusahau ya kwamba baada ya siku kuna ufalme mwingine, ama baada ya siku kuna kile kingine kinahitajika. Tukiambiwa tutumike ujana wetu vizuri ni kusimama wima katika ufalme wa Mungu. Tuunde msingi wetu simame wima. Ukweli mnara ambao ni strong, mnara ambao hautavunjika kamwe, kwa kuwa sisi tutakaposimama kama mnara, Yesu atatupa nguvu tusimame wima. Lakini tutakapokuwa tukitengana, Yesu hatalia na kusema, Baba yangu, watoto wale ambapo wameenda hawapo tena.
Malaika yule ambaye anayekulinda wewe asije akasema, Baba, kazi ulionipa nilijaribu, lakini sikumpata yule ambaye aliyestahili. Vijana, Shetani anawateka vijana katika duniani. Unapoangalia dunia ya sasa, vijana wana tamaa ya vitu mingi, vijana wana tamaa ya kupata mali. Vijana wengi wanaua wazazi wao ndiposa wapate mali ya wazazi wao. Mwingine anasema, mama, baba, usiponipa pesa nitafanya kipaya kwa ajili yenu. Mbona vijana, acha tamaa, tamaa isaidii kamwe, ila mwambie Mwenyezi Mungu, piga magoti, mlilie Mungu kila siku. Mwambie Mungu wa mbinguni, nifungulie njia na milango. Nina imani ya kwamba asubuhi moja nitapata. Nina imani ya kwamba Mungu wangu halali. Mungu atakutendea yaliyo mema utakaposimama wima na kumuita yeye, utakaposimama wima na kusema, Baba, wewe uketie katika ufalme mbinguni. Nina imani yote yanawezekana. Usikate tamaa ndugu yangu, usikate tamaa, kwa kuwa hata Illuminati imeingia katika dunia. Illuminati inainasa dunia kwa ajili ya vijana wadogo. Vijana, Illuminati hipo kwa ajili yenu, lakini yatenge hayo. Tambua ya kwamba Mungu ndiye vyote kuliko huyo Shetani ambaye anayewadanganya na fedha za dunia, ambaye anayewadanganya na majumba mazuri, magari mazuri. Haya ni ya dunia. Usiangalie dunia tu, angalia ya kwamba baada ya dunia kuna ufalme mwingine. Baada ya kutoka hapa, Yesu akasema, msifadhaike mioyoni mwenu, naenda kuandalia mahali. Nikienda mimi nitarudi tena niwakaribishe kwangu, mimi niwepo nanyi mwepo pale. Haya nitayazungumzia mengi kuhusu dunia na Illuminati na Shetani, vile ambapo ameiteka dunia. Mungu awabariki. Mungu anawapenda. Tushikamane wote kwa pamoja, tujue ya kwamba Mungu ndiye kimbilio katika ulimwengu tunayoishi. Bwana asifiwe.